إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال مضل. فاللهم صل على النبي محمد ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل عليه ما سبحت فوق السماء الأنجم، مخمر حدد أقحوان على الندى ما حام حول حمى حرامك محرم. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية قال: الغرباء النزاع من القبائل. أيها المسلمون عباد الله، asema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, katika vile vijiji ambavyo Allah azza wa jalla aliwaangamiza watu wake, hawakuwa watu wema wamebakia katika vijiji hizo na katika miji hiyo, isipokuwa wale wachache ambao Allah azza wa jalla aliwaokoa kutokamana na adhabu ambayo Allah aliwaadhibu watu wa miji kama vile ile. Qala: illa qalilan mimman anjayna minhum. Hadhihi al-aya dalilun ala al-ghurba. Hii aya inajulisha juu ya ugeni wa watu wa haki, ya kwamba ilifikia katika mji mzima ambao Allah azza wa jalla ameangamiza ni watu wachache pekee ambao kwamba walisalimika na adhabu ya Allah azza wa jalla, kwa sababu wao walisimama katika mafundisho ya sawa, walisimama katika dini ambayo Allah azza wa jalla amewaachia, walisimama katika dini ambayo kwamba wameachiwa na mitume wao alayhimus salam. Asema mtume wa Allah, rahma na amani zikuwe juu yake, katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Muslim min hadithi Abi Hurairah: bada al-islamu ghariban. Bada al-islamu ghariban, Uislamu huu ulianza ukiwa ni mgeni. Yani zama ambayo kwamba Uislamu waanza ilikuwa katika mji wa Makka. Waislamu huhesabika kwa vidole, bali hawaonekani. Mtu akisimama akatizama mbele yake ataona washirikina, akitizama pande nyingine anaona Mayahudi, akitizama pande nyingine anaona Manasara. Waislamu walikuwa hawaonekani, walikuwa ni wachache. Bada al-islamu ghariban, yani watu wa haki walikuwa wanaonekana ni wageni, bali wale ambao kwamba walikuwa wanakubali Uislamu walikuwa wanaitwa as-sabi. As-sabi yani man taraka dina abai, yule ambaye kwamba ameacha dini ya wazazi wake, dini iliyokuwa imeenea katika mji wa Makka na katika miji ya Waarabu na dunia kwa ujumla. Ilikuwa ni shirkun billah wa kufrun billah
yahudiyatun au nasraniya au majusiya. Hiyo ndio dini ambayo kwamba ilikuwa. Allah tabaraka wa taala akamtuma Muhammad alayhi salatu wassalam kuotoa watu katika dhalala na kuwaleta katika nur. Akaonekana mtume alayhi salatu wassalam amekuja na mambo mageni ambayo kwamba watu wa Makka hawayafahamu, bali fatamada bihim alhal, mpaka wakasahau ule uzuri ambao kwamba alikuwa nao Muhammad alayhi salatu wassalam. Walikuwa wanamuita as-sadiq al-amin, walikuwa wanamuita ni mkweli mwaminifu, lakini kwa kuwa aliwajia na haki fasara sahiran kadhaba, wakawa wanamuita ni mchawi na ni mrongo, wakawa wanamuita ni kahin, wakawa ni wanamuita ni shair. Wama huwa biqawli shairin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Allah anamtetea Muhammad alayhi salatu wassalam, anawaambia makufari wa Quraysh haya anaoelezeni Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam si maneno ya mshairi, si maneno ya kuhan, ni tanzilun min rabbil alamin. Haya maneno yametoka kwa Allah azza wa jalla, lakini hayhata hayhat, hii ni haki yamekuja nayo, Uislamu ukaonekana ni mgeni. Ndio mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba zake wakiwa katika mji wa Madina, baada ya kuwa Uislamu umepata izza, nusra imeenea, Waislamu wamekuwa ni wengi, jaa an-nasu fi dinillahi afwaja, anawaambia bada al-islamu ghariba. Uislamu huu ambao nyinyi leo mnauona masahaba zangu, mnafurahia kwa dini ya Uislamu, mnafurahia kwa ukhuwa al-imaniyya. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum faasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Mnafurahia huu ndugu, Uislamu huu ulianza ni mgeni. Hadithi hii anaipokea Abi Huraira, amesilimu mwaka wa 7. Uislamu umeshaenea. Mtume anawaambia wasayaudu ghariban kama bada, itafikia wakati masahaba zangu huu Uislamu pia utarudi kama ulivyoanza. Kama bada, kama ulivyoanza, manake itafikia watu kuwa ni wageni. Mtume alayhi salatu wassalam haya maneno anayataja, hii ni moja miongoni mwa ashratu saa, katika alama za kiyama. Ghurbatu din, ghurbatu din al-islam, ghurbatu ahli al-haq, ghurbatu al-muslihin, ghurbatu as-salihun. Ugeni wa Uislamu, ugeni wa watu wa haki, ugeni wa wale ambao kwamba wakisimama wanatengeza watu, wanaonyoshea vidole, wanasema kwamba nyinyi mmeleta dini ngeni. Mtume alayhi salatu wassalam asema tuba, fatuba lilghuraba, tuba, hongera kwa wale ambao kwamba wataonekana kuwa ni wageni. Kina nani hao ambao kwamba wataonekana ni wageni? Pengine tutaje baadhi ya madhahir, muonekano wa ghurba katika Uislamu, ili sasa mimi na wewe tujue hao wageni kina nani. Ayuha alahibba, miongoni mwa ghurba wa ugeni wa huu Uislamu ni qillatu alilm wa kathratu aljahl. Ilmu kuwa ni chache, wale watu wenye ilmu kuwa hawaonekani. Fatasaddara aljuhal, wakasimama wale watu ambao kwamba ni wageni. Asema Allah azza wa jalla, fasalu ahla dhikr, waulizeni wale wenye ilmu, in kuntum la ta'lamun. Allah azza wa jalla asema waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui. Allah asema falau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Lau kama mambo mageni yanapokufikieni mkayarudisha kwa mtume wa Allah azza wa jalla, mtume sahihi hayuko,
wa ila ulil amr, mkayarudisha kwa ulul amr. Ulul amr ala qawli almufassirin, wanakusudiwa ni watawala na wanakusudiwa ni ulama. Ulul amri alulama wal umara, limekufikieni jambo linahusu dini, rudini kwa maulama. Limekufikieni jambo linahusu daula, rudini kwa watawala. Watu wasijichukulie maamuzi yao kwa mikono, wala wasijichukulie maamuzi yao kwa akili yao. falau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Lakini leo katika madhahiri ya ghurba, mambo leo iltumisa alilmu inda alasaghir, inachukuliwa ilmu kwa watu ambao kwamba hawana ilmu. Alasaghir yani aljuhal, wa illa udogo wa umri hauhesabiki kuwa ni asaghir. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, miongoni mwa ashratu saa na ni katika alama ya ghurba ni qillatul ulama, wanawachuoni kuwa wachache na hii ilmu kuondoshwa. Asema Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, inna Allah la yaqbidhu hadha alilm intiza'an yantazi'uhu min sudur alrijal, ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما في وجه الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حسن رسول الله haiondoi hii ilmu kuitoa katika vifua vya watu. Ulikuwa unajua sahihu al-Bukhari ama sahih Muslim, unajua Qur'an, Allah haitoi kwa watu katika vifua. Na ndio maana leo nyinyi mtaona tupo katika zama ambayo kwamba kuna vitabu vingi kuliko zama ya masahaba. Tuko na zama ambayo kwamba kuna musannafat nyingi kuliko zama ya tabi'in wa atba'u tabi'in wal qurun al mufaddala. Tupo katika zama ambayo kwamba kuna mahufadh, haijawahi kutokea ala wajhi al-ardh kuwa na mahufadh, watu ambao kwamba wamehifadhi Qur'an zaidi ya hii zama ambayo kwamba sisi tuko nayo. Kila pahali unayoenda kuna markazi ya tahfidh, kuna vijana wamehifadhi Qur'an, lakini aina al-Qur'an fi hayatihim? aina al-ilm fi hayatihim? لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. لكن الله ameiondoa ilmu na anaiondoa ilmu kwa kuwafisha wanawachuoni. Al-ulamau al-amilun, ulamau al-haq, suddaun ala al-batil, ulamaun ala abwab al-janna yad'una an-nasa ila al-huda. Wale wanawachuoni wa haki ambao wanawaita watu katika milango ya uongofu, hao leo hawako ama wamepungua, na hiyo ndiyo ilmu inaondoka. Atabakia fulani, huyu ana ilmu, amesoma mpaka magister, ana doktora, ana kitu gani, lakini undhur athara ad-doktora fi hayati, tizama athari ya doktori yake katika maisha yake, tizama athari ya magisteri yake katika jamii. Akona jamia yake na faida gani? amesoma halaqat miaka 20, ma alfaida fi halaqatih wa fi sanawatih. Hizi ndio zama ambazo kwamba tuko ikhwani, ilmu imeondoka. Fatasaddara aljuhal, sasa wakasimama wale majuhal. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam asema hatta idha lam yubqi aliman fi wajhi al-ard, inafikia wakati hakuna wanawachuoni katika wajhi al-ard, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watajifanyia viongozi sasa, na mashekhe zao na maulama zao ni wale watu majuhali, watu ambao kwamba hawana ilmu. Umepatwa na masala mazito ya dini, unaenda kuuliza kwa ChatGPT, unaenda kuuliza kwa mwanachuoni mwingine yuko TikTok, mwingine yuko. Sina maana kwamba watu wote kule hawako ni watu wa batil, la, lakini at-tahri inda al-akhdh, tafuta ni wapi
unapoenda kuchukua dini yako. Asema Imam Ibn Sirin, inna hadha al-ilma dinun, hakika hii ilmu ni dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, tizameni ni wapi maenda chukua dini yenu. Qultu ma sabitu wastaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الداعي الى رضوانه وبعد. ايها المسلمون عباد الله, miongoni mwa alama ya ghurba ya ugeni wa dini ya Islam at-ta'athur bil i'lam al-ilmaniyah, watu kuathirika sahihi na social media ya watu ambao kwamba hawataki dini ya Uislamu. Kila mmoja sahihi ako na mtandao wake, ako na kiongozi wake, ako na shekhe wake. Wasailul i'lam, social medias imetuletea sisi mastaa wa urongo. Vijana tukawekewa watu wa kuwaiga, nujumun kadhaba, mastaa wa urongo. Wanawekwa mastaa leo wa kuwafata kijana. Kila kijana mmoja ana mtu wake anampenda na anamfuatilia. Huyo mtu ni nani? Tizama venye amenyoa nywele yake, tizama mavazi yake anavaa, tizama maneno anayoyazungumza. Huyo ndio star leo. I'lam imesababisha watu wa haki kupotea. Fadhahara al-ghurba. Leo wewe simama na mtandao wako, simama zungumza maneno ya haki kwa TikTok yako, kila mmoja ataanza kuondoka. Hataki kusikia haki, unamwambia mtu. Mitandao ya kijamii leo imewafanya wanaume wengi leo kuwa madayuth. Dayuth ni yule mtu ambaye kwamba anaridhia uchafu kwa familia yake. Baba ndo anaketi anampiga picha binti yake akiwa amevaa mavazi ambayo kwamba hayamridhishi Allah azza wa jalla, kasi ya aria, akamposti kwa mtandao, kila mmoja akamuona. Ghurba. Ukisimama ukamwambia, anakwambia mind your business my brother, fata mambo zako. Ghurba. Mwanaume leo hii ameposa pahali, yeye ndio achukua picha yake, achukua picha ya msichana, anaweka pamoja, anaposti kwa mtandao, kisha mwataka baraka katika maisha yenu. Watu wangapi watakuoneni wakawahusudu? Wasichana leo wa Kiislamu, binti amevaa hijab, amevaa niqab, wallahi anachukua simu yake, anadhania kwamba yafanya da'wa, anajirekodi na kujituma katika mitandao. Na Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mwanamke mwema, mcha Mungu, ummul mu'minin, Allah azza wa jalla anawaambia masahaba, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mkitaka kuwauliza waulizeni min wara'i hijab. Hivi akili yako inawaza kwamba na Aisha alikuwa anatoka bila kujifunika? Ya nisa ya ayuha nabiy qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin, walikuwa wanajihifadhi kwa hijabu yao. Ummul mu'minin Aisha, masahaba wanakuja kumuuliza maswali ya dini, anawajibu nyuma ya pazia. Leo hii wewe mchana unasimama unatoa dawa katika mtandao. Min aina laki hadha, aina salafuki ya amata Allah? Kisha kuna comment pale, masha Allah, beautiful, masha Allah, very nice, masha Allah. Fitna, ghurba ayuha alahibba. Lakin min madhahir alghurba, na khutba ya Jum'a ni fupi, haitoshai kueleza kila kitu. Lakin min madhahir alghurba intisharu almaazif, kuenea manyimbo. Tizameni leo hii nyimbo zilivyoenea, mpaka kuna nyimbo za Kiislamu ambio, nyimbo za Kiislamu. Hao wanaoimba nyimbo wenyewe wajua kuwa wafanya haramu, ila kuna Muislamu anasikiliza akiwa masha Allah murtahul bal, akiamka usubuhi ako na nyimbo yake wasikiza, ako na kasida yake anasikiliza, ako na anashid yake anasikiliza. Kwa siku amesikiliza nashidi 20, mwambie umesikiliza Qur'ani wewe? La. Ibadallah, hii ni ghurba.
Huu ni ugeni katika dini ya Allah azza wa jalla. Min madhahir alghurba, katika miongoni mwa alama za ghurba ni taghribu almar'a almuslima, kumfanya mwanamke wa Kiislamu kuwa anafuata nidhamu ya kimagharibi. Dini ya Allah imemfundisha namna ya kuishi mwanamke huyu wa Kiislamu, lakini leo hii algharb na wao pia wana maisha ambayo kwamba wanataka huyu mtu aishi, na wameingia katika mlango wa mwanamke wakisema kwamba wanatetea haki ya mwanamke, wanatetea haki ya mwanamke. Mwanamke huyu wawekwa ndani, Waislamu watu ambao kwamba wako na ghera wanaweka wake zao ndani, ila wao wanasema kwamba la, mnawadhulumu wanawake, sasa watoweni nje. Wakitoka nje hawa wanawake mnawaambia basi vaeni hijab, wanawaambia la, msiwafinike sana hawa watu, mnawanyima uhuru wao. Sasa mwanamke atoke akiwa hajavaa hijab, madha yuriduna min warai haula, wanataka nini nyuma ya haya mambo? Wallahi taghribu almar'a almuslima, huyu mwanamke wa Kiislamu aache dini yake. Na leo hii wanawake nao pia wanasimama pia wanafurahia katika hii mambo, na sisi wenyewe ndio auliya al-umur pia hatujali. Ghurba fi dini Allah azza wa jalla, hii ni katika alama za ghurba katika dini ya Allah azza wa jalla. Ikafikia wakati halali ikawa ni haram na haramu ikawa ni halali. Asema Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, wa akhtimu khutbati bihadha al-athar. Ametaja Imam Ibn Abi Shayba, Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, athar ya Abdullah bin Mas'ud. Asema Abdullah bin Mas'ud, istami'u ila hadha al-athar. Kayfa bikum idha labisatkum fitna, mtakuwa na hali gani nyinyi Waislamu pale mtapofikiwa na fitna? Yarbu fiha as-saghir, analeleka katika fitna hiyo mdogo, mtoto mdogo analelewa akiwa ndani ya ile fitna. Wa yahramu fiha al-kabir, na mtu mzima mpaka anafikia uzee akiwa ndani ya ile fitna ambayo kwamba imeenea. Wa tutakhadhu sunna, na ile fitna inafanywa kuwa ni sunna, ndio barabara ya watu kupita. Hatta idha turikat, mpaka ikitokea watu wakaiacha ile fitna, qila turikati sunna, watu wasema jamaa, hii sunna imeachwa. Ilikuwa ni bid'a, ilikuwa ni fitna, ilikuwa ni uovu umeanzishwa, lakini kwa kuwa watoto wanakuwa katika uovu ule, wakubwa wanakuwa katika uovu ule, mpaka inafikia wanadhania ya kwamba ule uovu ni sunna. Ikifikia ikaachwa ule uovu, watu wanasema turikati sunna, yani budilat almawazin wa ghayirat alhaqaiq, imebadilishwa mizani, sehemu ya haki ikawekwa batil na sehemu ya batil ikawekwa haki. Maadallah, tunamuomba Allah azza wa jalla salama. Sisi biidhnillah azza wa jalla tuwe katika haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema qila man alghuraba, alipoulizwa ni kina nani hao ghuraba, qala alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, wale ambao kwamba wanatengeza mambo yaliyoharibiwa na watu. Mimi na wewe ndugu zangu katika imani, tusiwe katika wale watu ambao kwamba wanasema sami'na wa asaina, tuwe katika wale watu ambao kwamba wanasema sami'na wa ata'na. Tutengeneze pale palipoharibiwa, turekebishe ile sehemu ambayo kwamba imeharibiwa na umma, ili na sisi tuwe katika wale qalail, watu wachache ambao kwamba Allah azza wa jalla atawaokoa, illa qalilan ممن أنجينا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا يا ربنا كلها سهلا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة لوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.